Na wasalimu wote ambayo mnayenisikiza katika jina la Mungu. Leo niko hapa kuleta mjadala ama mada moja kuhusu waliotembea katika kila njia, waliotembea kutafuta mafanikio, waliotembea kutoa mikosi na mambo isiyokuwa ya kawaida katika maisha yao ili wakapate baraka. Lakini nimepata watu ambao wametembea sana, wengine wametembea kwa waombezi, wengine wametembea kwa waganga, wengine wametembea kwa mambo tofauti, lakini jambo halijafanyika. Umejua katika uhai ama maisha ya binadamu, kuna mikosi, kuna mambo ambayo inaweza kuwa inakuandama. Kuna mambo ya kiuchawi inaweza kuwa umefanyiwa. Kuna vifungu ambayo inaweza kuwa umezaliwa katika ile mji na ule mji kulikuwa na mikosi. Kulikuwa na watu waliokufa bila kufanikiwa. Kuna watu pia wanaenda kwa wachawi ili kuzuia na laini ya wengine. Na ukienda katika maombi ama waganga, wanashindwa kutabiri ama kuona yaliyofanyika katika laini ya kwako. Ndio maana kila mara unapata kama kunakuwa na changamoto mengi. Na hizo changamoto inawashinda kutoa ama kuosha nyota yako ikainuke. Kwa sababu unazidi kukuwa na mikosi ama unazidi kufungwa katika njia fulani, unashindwa kufaulu katika njia. Na kuna mambo ambayo yanafaa ifanywe katika maisha yako. Inategemea ulifungwa vipi. Kuna wale unaweza ukatumia tu maji na mambo kidogo yanafunguka. Kuna wale tunatumia mamishumaa inafunguka. Kuna wale tunachinja na wanyama yanafunguka kulingana na uzito wa kazi yako. Usiogope kuuliza chochote ama swali. Ukiwa na jambo, uliza ukaelezwe. Ama utume na majina ya kwako, utatabiriwa mambo ya kwako. Ili upate usaidizi, ukapate kuinuka. Usije ukakwama na jambo ulijaribu ikashindikana. Njoo utabiriwe mambo ya kwako, njoo wakakuangalie. Tuone nyota ya kwako inasema nini? Tuone baraka yako ilifungwa na kina nani, ama ilifungwa na mizimu, ama ilifungwa na mambo isiyokuwa ya kawaida ya kiuchawi. Ili ukapate kufunguliwa. Unaweza funguliwa katika njia yoyote. Bora ukubali na ukajitoa. Ili utake usaidizi, utasaidika.